rais wetu kwa kazi kubwa na nzito ya kuwajali akina mama na familia kwa ujumla. Na zoezi hili linafanyika katika halmashauri kwa ujumla, lakini tarafa ya Usongwe nadhani imepewa kipaumbele. Ina kata 4. Zoezi hili linaendelea kata hii ya Utengule Usongwe, pia kata ya Swaya, kata ya Bonde la Songwe, kata ya Msalala pia na Inyala. Kwa hiyo tupo hapa kwa zoezi moja kubwa tu la uzinduzi wa jambo letu hili muhimu. Maana sidhani kama kuna haja ya kuongea mengi, matumizi yake yameshaelezewa. Kwa hiyo niwaombe sana akina mama tusiyafungie, tuyatunze na tuyatumie kama tulivyoelekeza kwa ajili ya kutunza mazingira yetu, na lengo kubwa ni swala zima la nishati safi ya kupikia. Maana tunasema kwa mtu akiwa na macho mekundu yeye ni mchawi. Kumbe vile inawezekana sababu ya kupika kwenye kuni kwa muda mrefu bila kutumia majiko ambayo ni mazuri, ambayo yanatusaidia kulinda pia afya zetu. Kwa hiyo niwaombe sana tuendelee kuhamasishana. Tunapopata taarifa kwamba kuna zoezi kama hili tusisite. Maana wakati tunafika hapa tunaanza kuvutwa nguo, jamani na mimi niandikishe. Wakati zoezi lilitangazwa kwamba hapa jiandikishe, lakini tukapuuza tukiamini kwamba haitawezekana. Kwa haya machache niwashukuru sana viongozi wetu, kampuni yetu ya Evotech. Tunashukuru kwa hili zoezi kubwa ambalo mmetuletea wananchi wetu kuwagawia majiko 500. Leo hii hapa kata ya Utengule watapewa wananchi majiko 500. Kata ya Swaya majiko 351, Bonde la Songwe majiko 250, kata ya Msalala majiko 404, Inyala majiko 150. Jiko makini ambalo tumelileta leo huku ni mkombozi kwa Mtanzania wa hali yoyote ile. Ni jiko ambalo anaenda kutumia nishati safi ya kupikia kidogo sana, na jiko hili ataweza kutumia nishati mkaa mbadala, lakini vile vile atatumia mkaa wa kawaida. Kuna mwingine atasema kwa nini atumie mkaa wa kawaida wakati unakatazwa? Lakini sio kweli kwamba kila Mtanzania ni Watanzania wote sasa hivi tutaanza kutumia gesi na umeme. Tunatofautiana. Kwa hiyo lakini hili jiko limemlenga Mtanzania ambaye hata kama anatumia mkaa wa kawaida aweze kutumia nishati kidogo. Kama alikuwa akinunua mkaa wa 2000 akatumia siku moja, basi ule mkaa wa 2000 aende akautumie hata siku 3 mpaka 4. Kwa hiyo ni jiko ambalo wananchi wa huku watanufaika. Kwanza wataokoa pesa zao, watakuwa wamelinda mazingira, lakini kubwa kuliko yote ni afya zao pia. Kwa hiyo ni jiko ambalo ningeomba walitunze vizuri, walijari. Sisi kama halmashauri kwanza tuko hapa kuunga mkono wadau wetu wa Evotech ambao wanaunga mkono mpango wa mama yetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, matumizi ya nishati safi. Ukiangalia kama programu yao wanasema pika jiko banifu, pika kijanja. Hii ina maana gani? Lengo la hapa ni sio kubadilika kwa haraka. Lengo ni kubadilika kidogo kidogo kutoka kwenye matumizi ya kizamani ya kutumia mkaa ambao una athari kubwa sana. Kama tunavyojua, mimi ni afisa mazingira, na sisi katika idara yetu ya mazingira tunalenga sahihi zaidi katika kupunguza ama kuboresha matumizi ya nishati safi, lakini kupunguza mambo yale ya ukataji miti. Na jamii kubwa inafahamu kabisa kwamba tunatumia katika masuala ya kupika, tunatumia mkaa wa kawaida, mkaa huu ambao unatokana na ukataji miti. Majiko haya banifu yamekuja kwa lengo kuu kabisa la kupunguza matumizi ya mkaa. Mimi ni washauri sana wananchi na nasisitiza kabisa kwamba twende sambamba na matumizi yanavyosema. Jiko banifu, pika kijanja. Katika halmashauri yetu siku ya leo tutagawa majiko
500 katika kata hii ya Utengulo Songwe. Hivyo basi wananchi watanufaika na kuwa na majiko banifu ya kupikia. Siku ya leo katika kata ya Utengulo Songwe tunazindua rasmi zoezi letu la ugawaji wa majiko ya ruzuku, na tushukuru tu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha wakala wa nishati vijijini REA na wenzetu wa Embotech kutekeleza hili agizo muhimu la kupunguza nishati chafu ya kupikia. Hivyo basi tunatoa shukrani zetu kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji kwa kutuletea majiko haya, na hivi leo tunatekeleza hili zoezi kwa umakini mkubwa bila kuwa na upendeleo wa aina yoyote, ili kila mmoja aweze kufurahia kuwa na jiko makini. Nimepata jiko zuri kabisa, serikali imetupatia. Tulikuwa na changamoto za kupika wamama mioshi, tulikuwa tunateseka, tulikuwa tuna majiko ya kisasa. Sasa nimepata jiko zuri kabisa kabisa, na mimi ni miongoni katika wananchi waliopata jiko zuri. Kwanza namshukuru Rais kwa kutuletea mradi huu wa majiko ambayo ataturahisishia kazi yetu, kwa sababu huko nyuma tulikuwa tunapata shida. Uzuri wa majiko haya, tunatumia kuni kidogo, mkaa kidogo. Pia majiko haya yanatusaidia kutunza joto ambalo hata kama mmemaliza kupika unaweza kuinjika maji bado yanakusaidia kwa shughuli zingine za kuoga. Tunapenda, kwa upande wangu mimi nimefurahi sana kwa kupata hili jiko, kwa sababu najua litanisaidia kwa upande mkubwa, kwa sababu tukiangalia habari za mkaa huko juu sana. Kama Rais ameamua kututunuku vitu kama hivi ya kina mama, tunazidi kumpongeza na tunaomba endelee na sehemu zingine, kwa sababu akina mama ndo wadau wakubwa haya mambo.